Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu kuweza kusikiliza uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi wa habari kama kawaida unakuwa ukijumuishwa na kurasa mbalimbali. Unakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isake Mulucha Ashibe mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili Jean Makelele Kalajadena asimamia vyema dawati la mitambo. Hujambo na karibu. Na sasa tunafungua ukurasa wa habari muhimu ambaye namuona Bibuku Tantine Aldamahu. Aligani Bibuku? Namshukuru Maulana kwa kuniwezesha kufika kwenye siku ya leo. Naam, pole na swahumu kwanza. Asante, nashukuru. Labda ni habari zipi zimegonga mwamba kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo Isake Mulucha Ashibe, habari muhimu itaangazia katika mji wa Baraka. Uongozi wa mji wa Baraka umesema kulahani vikali vitendo vya raia hasa vijana kuwa na tabia ya kujichukulia sheria mkononi kwa kuwa watu wasio na hatia. Ameyasema hayo siku ya 4 ya wiki tunayo meya wa mji wa Baraka. Na huko Uvira ni kwamba Isake notable wa ukanda wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini Andrebia Dunia amekemea watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo juu ya wazalendo kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo ya kupanda chuki na pia kutaka kuwagawanya. Na katika nchi jirani ya Burundi, mwandishi wa habari wa Burundi Sandra Muhoza hatimaye ameachiliwa huru kwa dhamana chini ya usimamizi wa mahakama Jumatano ya tariki 4 Machi mwaka huu wa 2026. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Isake Mulucha Ashibe. Asante sana Bibu Konstantine. Mimi najikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia hapa mjini Baraka. Ni kwamba kamati ya wafanyabiashara feke tawi la mji wa Baraka imewataka wafanyabiashara ambao walipewa note de perception kufika nazo kwenye ofisi ya shirika hilo ili zifikishwe sehemu husika. Ali Mukindula Lebon, kiongozi makamo wa feke mjini Baraka, amesema ni jambo lisilowezekana kitengo kutoa note de perception kwa mfanyabiashara na wakati kulikuwa hatua ya kutokulipa tozo ya serikali ya jimbo. Ali Mukindula Lebon anaeleza. Tunakuwa surpris, hatukuwa tunajua kabisa kwa wakati ambapo tunaposema tunasimamisha mataksi za gouvernement provincial kwa muda juu ya koze fulani. Mena batu wengine banajikalia chini na kufanya makalikile ya gisi batapata pesa za kibandia na kwenda banafanya zile maordonnancement kificho. Hapa tu a partir ya juzi ndio tunachaviua na deja tulisha pata zima note de perception. Et comme tulikuwa tuko sous-informé, sisi comme fake hatuwezi bakilia kimya kwa sababu ni sisi ndio tulichoandika kibarua cha kusimamisha matax za gouvernement provincial kwa muda. Na wakati zile manote de perception zilitoka kwetu, si automatiquement ziko deconsidere, atuzihesabie kabisa kwa sababu tax zilikuwa zinasimamishiwa. Mwishowe amewataka wafanyabiashara wote waliopewa note de perception kuzifikisha kwenye ofisi yao ya wafanyabiashara bila sharti yoyote. Ali Mukindula Lebon amerejea mara tena. Na kulingana na hiyo kome tulisha kuwa na zimoja, na ndio maana tuliona hapana tupande kwenye mikro ya Radio Kivu kusema na kuomba kwa yeyote ule ambaye alikuwa ordonnance mwenye iko na note de perception, et surtout zinatoka sana mu finance, na siwe kama mtu anaweza tu kujipatia fursa ya kusema atoshe note de perception kwa operateur économique wakati service haitumiki. Wakati service itumiki, note de perception iwezi toka. On ne sait pas inaweza toka mwali gani. Na ndio maana tunalansea apere kabisa ya kusema yeyote ule mwenye alipata note de perception ake depose pale ku bureau afeke, kisha baadaye tutajua ule mzigo tutakwenda kudepose wapi. Hakuna shurti. Et d'ailleurs si tuko sanse kama kuko mwenye ko Katanga ana tike ya kulipa moto kufika Baraka, apige simu, tutawasha moto, tunaenda kamata note de perception kwenye iko na namba 082 94 87 345. Piga kwenye hiyo namba, eti mimi niko fasi fulani na nimepewa note de perception na service ya finance. Service ya finance inatumika njo kumai, wenyewe wakukua kumai. Mena banaanza kiaji kwenye mu bureau, banaanza andikia batu ma note de perception ku barabara. Na ni tax ya mtu kulipia kumai, na kama ni note de perception aipatia kule kumai. Wakati wao wakukua, hiyo manevre inaweza pita namna gani? Hiyo manevre haiwezi pita. Na ndio maana tuna insiste
ya kusema kama ile manote de perception yeyote ule mwenye alipata note de perception apige simu, na ule mwenye anajisikia mimi nitalipa nauli kwenda kudeposer le note de perception ku bureau afek, haina shida na kai deposer pale. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa mji wa Baraka umesema kulahani vikali vitendo vya raia hasa vijana kujichukulia sheria mikononi kwa kuua watu wasio na hatia. Umeyasema hayo siku ya hii ya wiki tunayo. Akiwa mbele ya maiki zetu, meya kwa muda Bi Marie Mukanja Swaz amesema ni vema raia kuwa na utaratibu pale wanaponasa mtu ambaye anashakiwa kuchukua sehemu za siri za watu wengine, ni sheria kumfikisha kwenye vyombo vya usalama ili apate kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Huyu ameongeza kuwa sheria itafanya kazi yake kwa yule atakayenaswa kuwa chanzo cha kumalizia maisha mwanadamu mwenzake. Bi Marie Mukanja Swaz anaeleza. Niliandika communique ya kukataa hiki kitendo ambayo vijana wetu wa jiji la Baraka yuko nafanya. Nilitiwa hapa dernièrement, wananipigia simu usiku 21h huko, mtu mwenyewe anapotelewa kiungo yake ya siri. Nilienda nikaangalia, hatuna hakika sasa kama kweli yuko binakamatiwa. Na mie na conseil sécurité hatuyawahi kuona mwenye anakamatiwa inapotea. Donc ule mwana kamatiwa kupotea ndio tutaitika sema kweli wanamkamata kitu. Nini itatuambia kama uko na ya kabambe ama uko na ya kidogo? Hatuyui yenye itatuambia vile. Nilitosha kule communique. Ule mwatalalamika mimi nakamatiwa. Bananibeba sehemu yangu ya mwili na anavamia mtu. Donc niliambia conseil sécurité watamshughulikia bamkamate na yeye na mwenye anasemewa anakamatana. Ile kitendo tunaikemea bajeni kujichukulia sheria mumikono, kuanza uwa watu wasio na hatia. Ile tunakatala na tusisikie. Iliinstruire conseil ya sécurité yoyote mwatasema mimi nakamatiwa kiungo yangu ya siri, anakamatiwa na yeye na mwenye anashutumiwa sasa ndio mwenye halichukua kile kitu. Ujumbe wangu wa mwisho, tujue kama tuko na sheria na serikali iko na sheria yake. Wajeni wasijikamatie sheria kwa mikono yao. Wajue vitendo ambao wanaendelea kufanya, serikali nayo sasa itakia lamuka kubashughulikia, wataona kama walikuwa wanaenda kinyume na sheria. Kwa hiyo kila mtu akamate security yake. Fulani ndio alinikamata sehemu yangu ya siri. Pale wewe jichukulie, kamata haye mpeleke katika polisi, peleka haye ku FARDC, peleka haye ku WANER, usilalamiki. Kamata tu haye unamshaka sema mimi unjo alinikamata pale bana haye mwende tu na haye pole swate ita polisi, swate ita FARDC, ita ANER, itafanya ile kazi. Hapana kujikamatia sheria mumikono. Msikilizaji, mwanabunge mchaguliwa kwenye ngazi ya kitaifa Basoshi Iubwe Theophile amemwandikia waziri mkuu wa DRC Bi Judith Suminwa Tuluka kibarua cha kuomba kuundwa tume itakayofuatilia maisha ya wakimbizi wa Kongomani walioko Burundi kutokana na maisha mabovu wanayoyaishi kwa sasa. Ebuela Etambala Asakia ni kiongozi wa chama cha ENC Fizi Baraka. Kwanza ameanza kuonesha kilichopelekea mwanabunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa Basoshi Iubwe Theophile kuandika kibarua hicho. Barua hiyo aliweza kuandikia waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na hali ya wakimbizi ambayo inazidi kuzorota hapa Burundi walioko. Siku za nyuma hapa alikuwa Burundi na aliweza kuongea na wakimbizi wa Kande Transit hapa Makombe hapa Rumonge. Aliongea nao ya kutosha, ikamsikitisha. Akaona kwamba kweli watu hawezi kuwa traité mwa manière, hawezi kuishi kukosa huduma ambazo zinakizi mahitaji yao. Na kati ya yale aliwauliza na wakamjibia, na ikamsababisha yeye aandike barua kwa waziri mkuu. Aliona kwanza pointi moja, watu wanalala ndani ya hangar. Alors ile hangar watu wajifunike, wajawazito na watoto wanahangaika sana. Hiyo vraiment ikaleta masikitiko. Pointi nyingine, kukuma installation sanitaire, unakuta kuna vyoo vitatu na dushe tatu, familia ziko 400. Zile familia 400 kwa vyoo vitatu na dushe tatu hazienezi, ni ndogo sana tena sana. Ya tatu ni huduma ya kiutu. Huduma ya kiutu maana ni chakula ni kidogo sana. Unakuta watu wanapewa chakula kenye kupigwa limoya kwa siku na sehemu ya ni wali na petit pois. Alors wanatonda murongo. Ukitonda murongo kwanza saa 9 utapokea chakula na saa 11 ya jioni. Hiyo ni shida sana, hadi ikamfanya yeye aandike barua ili serikali iweze kuleta jibu la haraka. Ima kwa kutaka kufahamu kilichoandikwa kama pendekezo ya mwanabunge kwa waziri mkuu ndani ya kibarua, Ebu Ela Tambara Sakia anaeleza mara tena. Na kwa sababu hiyo
akapendekeza waziri mkuu kwa Mama Suminwa kusema kwamba lifanyike haraka, tume ambalo litafanyika haraka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litakaloundwa na serikali ili kwenda kutathmini au kuevaluate etat securitaire na etat sanitaire ya watu kwenye maeneo ambayo vita ilitushe au kwenye maeneo ambako watu waliweza kukimbia. Ikiwa wataona vigezo viko sawa sawa, wale watu warudishwe kwa haraka. Donc kukue collaboration entre serikali ya Kongo na serikali ya Burundi, wa collaborate kwa pamoja ili wale watu waletwe kwa hiari manyumbani kwao, kwa sababu haitawezekana waishi kwa ile hali. Au ikiwa serikali haijawa tayari kufanya ile tume na kuweza kuwarudisha kwa haraka iwezekanavyo, manake yameliore condition ya kuishi kwa wale wakimbizi pale waliko kwenye kambi ya Ruigi na hapa ya transit ya hapa Mena Rumonge. Mimi naweza kusema tu kwamba ingekuwa kama sheria ya Kongo inaruhusu mwanabunge kuwe na uwezo wa kutenda katika au akuwe na uwezo wa kutenda mgouvernement, parce que député haiko pouvoir executif, hana la kufanya, lakini labda angekuwa na ile uwezo, nafikiri kama angetenda. Lakini kwa sababu yeye ni kinywa, ni sikio, ni jicho la raia, basi ikambidi aandike kwa haraka na aandiki mama waziri mkuu ili aweze kulifanyia ili jambo alifanyie kazi kwa haraka iwezekanavyo. Leo ategemea kwamba nafikiri barua itatenda kazi na wakimbizi walioko kambini, kambi ya hapa ya transit ya hapa Rumonge na pale Ruigi, wajue kwamba wanatetelewa ili hali yao ya kuishi ikue, labda waishi kule kwa muda, wakipata huduma, ikiwa watasikia watameliore condition kuishi, au warudishwe manyumbani waweze kuishi kwao kwa amani. Kwenye ukurasa wa habari za michezo, klabu ya DC Urafiki hapa nyumbani imeitisha kikao na wanamemba wote wa klabu hiyo siku ya Jumamosi ya tarehe 7 Machi mwaka huu. Na huko barani Ulaya, Real Madrid imejiondoa katika sakata la kumsajili mchezaji wakati wa Manchester City Rodri. Omari Makelele Ozile, naona leo umechangamka kabisa. Karibu sana kutupatia ukurasa huu wa habari za michezo kwa kina. Nikushukuru sana mwenzangu Izake Mulucha Ashibe kwa kuweza kunipatia nafasi hiyo. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba kupenda kutengeneza klabu yetu mara kwa mara na kujiandaa kwa ajili ya kucheza michuano ya Ligue hapa nchini. Hayo ndiyo malengo ya sisi kuendelea kuandaa vikao. Kwa hiyo kila mwanamemba wa klabu ya DC Urafiki anaalikwa kuhudhuria kwenye kikao cha klabu hiyo kitakachofanyika siku ya Jumamosi ya tariki 7 Machi 2026 ndani ya uwanja wa Maendeleo majira saa 9 kamili mchana. Ndivyo amesema katibu wa klabu hiyo Rashidi Isolo Gilbert Mwanavie wakati wa mahojiano yake na Radio Kijamii Kivu. Tulipenda tupite hapa tujulishe wanamemba wote wa familia DC Urafiki samedi tariki 7 mwezi wa 3 mwaka 2026 tukutanane pale ku Stade Maendeleo na 15 Registre kwa ajili ya kikao. Ndiyo tunaandaa vikao kwa sababu Urafiki ni timu ya kupangilia vitu vizuri. Ava ya saison sportive yenye taanza, il faut tujiandae kwa vitu vyote, tu remplir ma formalité zote, na club tuko na vision club yetu ya DC Urafiki katika mwaka huu hii saison tuingie mu Ligue D. Na hiyo ndio malengo yetu ya kuitisha watu juu Urafiki ni club ambayo inabebewa na watu, na wale watu ndio wanakuwa na changia kiloko porque club isonge mbele. Mtu anakuwa anachangia kwa mawazo, pesa so ndio vyote hapana. Hata mawazo nao inafaa katika club. Kila mtu anakaribishwa. Kwa niaba ya uongozi kupitia kiongozi makamu Kade, yeye ndiye anayekwenda kuitisha kikao. Tujelekeze kule katika tetesi za usajili barani Ulaya. Ni kwamba klabu ya Real Madrid hapo nchini Uhispania inaonekana kusitisha mpango wao wa kumsajili kiungo wa klabu ya Manchester City Rodri. Sababu mojawapo ni kwamba mchezaji huyo wa kimataifa wa Uhispania mwenye umri wa miaka 29 anaweza kuigharimu klabu ya Real Madrid angalau euro milioni 60 sawa na pound milioni 52. Klabu ya Real Madrid hiyo wanafikiria kumbadilisha kocha Alvaro Arbeloa na kocha wa klabu ya Milan AC Massimiliano Allegri kwa ajili ya msimu ujao. Klabu ya Arsenal, Liverpool, Manchester United wanatafakari kumsajili kiungo wa Juventus na wa timu ya taifa ya Ufaransa mwenye umri wa miaka 24 ambaye ni Kefren Thuram. Mshambuliaji wa Ufaransa Antoine Griezmann mwenye umri wa miaka 34 anakabiliwa na uamuzi wa kubaki katika klabu ya Atletico Madrid au kukubali ofa ya kujiunga na klabu ya Orlando City ya huko nchini Umarekani.
Klabu ya Bayern Munich ya huko nchini Ujerumani wanazingatia kwa uzito kumsajili mshambuliaji wa Galatasaray na timu ya taifa ya Nigeria ambaye ni Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27 kama maandalizi ya uwezekano wa kuondoka kwa mshambuliaji wa England ambaye ni Harry Kane mwenye umri wa miaka 32 siku zijazo. Majogoo hapo nchini Uingereza, Liverpool sasa wameelekeza nguvu zao kwa Yann Diomande kwa sababu hawaamini kama watafikia kumsajili winga wa Ufaransa Michael Olise kutoka Bayern Munich ambao wanataka kuongeza mkataba wa mchezaji huyo hadi mwaka 2029. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, na ukumbusha tu kwamba huu ni uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu na tushika vema kunako masafa ya FM kwenye mita bendi ya 93.0. Tunakutangazia mubashara kutoka jimbo la Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjini Baraka. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze huko Uvira ambako notable wa ukanda wa kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini Bwana Andre Biadunia Mashaka amekemea watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo juu ya wazalendo kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo ya kupanda chuki na pia kutaka kuwagawanya. Maneno hayo ya kukanya ameyatoa alipokuwa na hojiwa na Radio Kivu juu ya habari zilizotawanywa mitandaoni kuhusu kifo cha kamanda mmoja wa wazalendo ambaye ni Sheka Adui, taarifa ambazo ni za uongo. Andre Biadunia amezungumza nasi. Ifo niseme kitu moja hapa, batu wanapaswa kuwa serieux. Tuko kwenye hali ya vita, tuko menase, agression rwandaise inatusumbua, haiko moment ya kujiakize mutuellement. Je suis contre, niko très contre na batu wenye wanatafuta kugabula bazalendo. Bazalendo bako ku front, kazi yetu sisi inapaswa kuwa ni kuwaombea Mungu wafuniki. Lakini haiko mambo ya kusema au ya Kutumba aliua kama basoda ya Kutumba waliua mzalendo fulani, basoda mzalendo fulani waliua basoda ya Kutumba. Ile vitu hatutaki hayo. Habari ya kusema kwamba Sheka Adui alikufa eki alitombe mu piège ya basoda ya Kutumba, c'est faux. Connaissant ya Kutumba, connaissant les seigneurs de guerre bakwetu wenye biko ku niveau ya Uvira na Fizi, ils n'ont qu'un seul objectif. Objectif yao ni kupigana na adui mwenye amekia kuagrese nchi ya kwetu. Hiyo ingine ya kusema huyu aliua ule ni uongo mtupu. Sheka Adui kwanza yuko mzima sasa hivi, hakuna fasi kwenye anazungumza kwamba alipigana na basoda ya Kutumba. Nil part. Bote wako na objectif moja ku front, iwe Uvira, iwe Fizi, iwe kumilima, kumkotea Itombwe, bote objectif ni moja, adui akimbie, adui atuwatie nchi ya kwetu. Hiyo habari ya kusema kama ya Kutumba ndio alipiga nani Sheka Adui, antukani pepo ile, ni shetani ule mtu mwanaleta ile habari na tukamjua atapata shida. Sai peuple congolais, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, tupige ndio magoti, tupigie batoto wetu Mungu huruma, atushikilie huruma batoto wetu, nguvu yao iendelee. Bila ya madivision, mtu anataka kuleta madivision kuba zalendo ya kwetu, yafaa kabisa ajue kwamba siku tutamjua atapata shida. Lakini informer watu kwamba hakuna problem, wanajikomporte très bien, wako très bien bote. Bwana Sheka Adui alishasema kwamba haya kuwaka na probleme na mzee ya Kutumba. Mzee ya Kutumba hawezi kuwa na probleme na jeune generation. Yende waposha kubachia heritage ambao watafuatilia kisha anze kuwapiga. Uongo mtupu kabisa. Na huko tarafani Moba, uhaba wa samaki unaosababishwa na uvuvi haramu umepelekea wavuvi kuhama kwa wingi toka vijiji vyao kama Muliro na kujielekeza Kampampa tarafani Moba huko ambako wamekita kambi zao mpya. Kutoka Moba, mwenzetu Isidoro Kashulu ametuandalia ripoti hii. Viongozi wa kamati ya wavuvi katika ziwa Tanganyika upande huu wa tarafa ya Moba ndani mwa mkoa Tanganyika wanaripoti kuhama kwa kiasi kikubwa kwa wavuvi wa Katamara kutoka eneo ya udongo wa Muliro na kukimbilia eneo ya udongo wa Kapampa. Tupo kwenye upande wa mashariki mwa tarafa ya Moba. Masana Simangu Andre, presidenti wa kamati la wavuvi Kopedemo, na Ngulu Kasangu Andre Abedi, presidenti wa kamati la wavuvi Kopakamo, wanasema yote ni kutokana na kudidi kuendelea kwa kivuvi kwa matumizi ya nyavu haramu maflota ambacho kinasababisha mapato ya samaki kupungua zaidi katika eneo hilo na kulazimu wanavijiji kuvihama vijiji vyao.
Unaposikia tatizo la wavuvi, ni kawaida kabisa kutembea kwenda kuwaona. Hasa tulitembea kufika Kapote, ilibidi kuona wavuvi wamehama mkupema Muliro, wanakuja kupema Kapapa. Lengo la kukimbia ni nini? Wanasema uvuvi hakuna sababu ya filema ya flota. Filema ya flota za Muliro pale mbele walikuwa na sheria yao waliopewa na watu kusio wajua sisi, walikuwa na mpaka wa kuvulia. Lakini sasa hakuna tena sheria, ni hapo Makatamara ina tena sehemu ya kulobea, Makachinga na sehemu ya kulobea, wanahama kwa kulobea mkupema Kapapa. Tulienda kwa tuliona pointi, tuliona shida nyingi na macho na yetu kushikia. Kama tunafika Kivu, tunaona maekipe na kimbia Makatoka na kimbia na cha mengine kuwauliza ni nini kinamikimbiza, sababu tuna nafasi tena ya kuvulia sisi. Kwa hiyo tunaamua kama vijiji vyetu tunapata mafamilia baki na hangaika kulingana na uvuvi wa filema ya flota. Wanatoka kule Muliro mpaka mweneo ya mpaka wa ndani wa Kapampa na grupu ya Muliro. Maana grupu ya Muliro yote hivi wavuvi wakanatoka, hakuna wavuvi wa Katamara, hakuna mpaka vile vinakufa. Hizo nipatia huzuni sana. Watu waache mafasi yao, maikazi yao, mafamilia yao, ndio kuja wavuvi wenzao. Hata hivyo viongozi wao kamati ya wavuvi wamesema kuhudhunishwa na jambo hilo. Tunalalamikia serikali ile ndio inatuletea vitabu. Serikali ile ndio inatufundisha sisi wavuvi kavua namna gani. Serikali ile ndio inatuongoza tutafanya namna kuhusu kuchunga ziwa Tanganyika. Eske ile serikali mile vitabu inatuletea ni masheria banaitimiza, isipokuwa ni kuzidi tena kuleta uchafuzi zaidi juu ya nini, kuzidi kukandamiza ziwa Tanganyika. Sasa ni sehemu za Moba na nomba mbalimbali. Huko wanaonea wengine na huko wanafavorizea wengine. Kwa nini na sheria ni moja? Serikali ile ndio inaleta vitabu. Ni kweli. Serikali ile ndio inakula rushwa. Haina mvuvi mwenye kula rushwa. Eko na kitabu cha sheria na anapewa senti na anaacha uharibifu. Kisha serikali inatuletea sheria tusijihukumie. Nashukuru raia wa tarafa la Moba kujua sheria. Hapa tarafa la Moba mvuvi wala raia hawezi akajihukumia. Lakini nikigundua sana serikali iko inachonganisha watu wapigane sababu ya alikula pesa. Akihojiwa kuhusiana na ripoti hiyo kutolewa na viongozi wa kamati ya wavuvi Loli Kizungu leo, mkuu wa brigedi ya bwana samaki na kifugo ndani mwa tarafa ya Moba amejibu yafuatayo. Kwa kweli habari tulipata ya kwamba wamestedeo wamehama, Bakatamara wamehama ni kwa sababu ya kivuvi haramu ya filema ya flota. Hakuna kitu ambacho kinaweza kushinda serikali. Hapana. Ninaamini ni kweli kama samaki imepungua kwa sababu ya kivuvi haramu. Ilianza sehemu ya Uvira mpaka leo samaki haipatikani. Mahali pote filema ya inapitaka lazima samaki ipase na pungua. Kwa kweli tunaambia raia itulie, na sisi tumesha koma ripoti kwa baba gava na sehemu mbalimbali wa ministri wa kwetu mchoro division na wengine wote, ni kusema namna gani hiyo kazi tutatumikia. Bwana samaki tuko tayari kufanya kazi na kumaliza kivuvi haramu ya filema ya flota, ila tunachunga tu bakupatie logistique ku gouvernement provincial ili tu tumalize kile kivuvi haramu ya filema ya flota. Ninajua habari ya rushwa sijui kwangu upande wangu. Mara kadhaa serikali imedia utokomeza nyavu haramu ya flota hivyo kuheshimu sheria ya kivuvi, lakini bado nyavu hiyo inaendelea kuripotiwa katika udongo Mliro upande wa mashariki mwa tarafa ya Moba na katika udongo wa Mpala upande wa kaskazini. Tukiripoti kutoka Moba, Zidoro Kashule, Radio Kivu. Kutoka Moba tujielekeze moja kwa moja kwenye habari za kitaifa. Ni visa zaidi ya 17,200 vya kipindupindu ikiwemo vifo 2,017 ndivyo vimeorozeshwa kwa mwaka wa 2025 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti ambayo imetolewa na shirika la afya duniani OMS. Safari Alimasi na undani wa taarifa hii. Naam. Kulingana na taarifa yake, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema kuwa watu 2070 wamefariki kati ya visa zaidi ya 71,200 vya kipindupindu vilivyorekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwaka 2025. Hata hivyo, shirika hili la Umoja wa Mataifa linaeleza kwamba takwimu za Februari 2026 zinaonyesha kwamba tishio bado lipo. Kwa wiki moja pekee kutoka tarehe 16 hadi 22 Februari, DRC iliripoti visa 1429 vinavyoshukiwa na vifo 43 mjini Kinshasa. Mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unahusisha pekee 30% ya visa vya taifa, maambukizi 431 na vifo 14, huku mitaa 19 ya afya ikiathirika. Mji wa Kinshasa umegeuka kuwa kitovu cha mlipuko wa kipindupindu kinachotia wasiwasi tangu mwanzoni mwa mwaka 2026. Ripoti ya WHO inalenga hasa vituo vitano hatari vinavyohusisha zaidi ya 80% ya maambukizi
maambukizi ya mji mkuu. Navyo ni pamoja na Limete, Kingabwa, Kalamu ya pili, Binza Ozone na Kingasani. Ili kupunguza idadi ya maambukizi, mkakati wa uchambuzi wa kijamii ulioimarishwa umeanzishwa. Mbinu hii ya kujitolea inahusisha kuingilia moja kwa moja mitaani na nyumba za wananchi ili kubaini wagonjwa mapema, kusafisha kwa mfumo wa mara kwa mara nyumba zilizoathirika, kuweka dawa ndani ya vyanzo vya maji vinavyotumika, kuhamasisha familia kuhusu mbinu za kinga. Kwa kujitolea kikamilifu na ushirikiano imara, tunaweza kumaliza mlipuko huu hatari katika mji wa Kinshasa, alisema Dr. Anne Ansia, mwakilishi wa muda wa WHO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO na mamlaka za afya wanasisitiza kwamba ushindi dhidi ya kipindupindu unategemea ushiriki wa kila mtu: vyombo vya habari, shule, makanisa na misikiti. Mapendekezo ni thabiti: kuosha mikono mara kwa mara, kusafisha mazingira na kuripoti mara moja kila kisa cha kuhara kikali kwenye kituo cha afya. Hali ya dharura ya kiafya inafanyika katika muktadha ambapo serikali chini ya mwongozo wa rais inatafuta kupata matokeo ya haraka katika sekta za msingi za kijamii. Kwa kuongezeka kwa visa, WHO na mamlaka za afya za Kongo wameanza kuanzia wiki hii mkakati wa kuingilia nyumba kwa nyumba ili kudhibiti ugonjwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Na tujelekeze huko Burundi ambako mwandishi wa habari wa Burundi Sandra Muhoza hatimaye ameachiliwa huru kwa dhamana chini ya usimamizi wa mahakama Jumatano 4 Machi mwaka huu, akiwa amefanya siku 685 gerezani tangu atiwe kizuizini Aprili mwaka 2024 alipohukumiwa miaka 4 kwa tuhuma za kudhoofisha umoja wa kitaifa na kueneza chuki za kikabila, hukumu ambayo ilikosolewa vikali na watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari. Bukuru Elisi Daniel, mwanaripota wetu kutoka Burundi, anaangazia undani wa habari hii. Agizo hilo lililotolewa na mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya rufani ya Ngozi Februari 27 mwaka huu lilitekelezwa Jumatano hii na kumruhusu Sandra Muhoza kurejea nyumbani kwake kwa dhamana. Mwanahabari huyo mwenye umri wa miaka 43 wa gazeti la Nova Burundi alikamatwa Aprili 24 kwa shutuma za kusambaza taarifa kwenye kundi la WhatsApp kuhusu usambazaji wa silaha na mamlaka kwa wanachama wa vijana wa chama tawala. Hukumu ya awali ilibatilishwa baada ya kukata rufaa, lakini mapema mwaka huu alihukumiwa kifungo cha miaka 4 jela kwa kudhoofisha umoja wa kitaifa na kueneza chuki ya kikabila, uamuzi wa mahakama ambao ulikosolewa vikali na mashirika ya waandishi wa habari na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Katika taarifa yake, shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF walitoa wito wa kuachiliwa kwa mwandishi huyo bila masharti yoyote. Sandra Muhoza ataendelea kufikishwa mahakamani mara moja kwa mwezi na wakati wote atakapohitajika. Pia haruhusiwi kuondoka katika mkoa wake anakoishi bila idhini ya mahakama. Sandra Muhoza alikamatwa Aprili 13 mwaka 2024 na kuhamishiwa katika gereza kuu la Mpimba mjini Bujumbura tarehe 18 mwezi huo, ambapo mwishoni mwa mwezi Septemba 2025 alipelekwa kusomea mashtaka katika mahakama kuu ya Ngozi ambako inadaiwa uhalifu huo ulitekelezwa. Disemba mwaka jana, katika mazungumzo kati ya Rais Evariste Ndayishimiye na wawakilishi wa vyombo vya habari vya Burundi, walitoa wito wa kuachiwa kwa waandishi wa habari waliokuwa gerezani akiwemo Sandra Muhoza. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nishukuru wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi wa habari. Nishukuru pia wewe msikilizaji ambaye uliambatana nami mwanzo hadi tamati. Upande wa pili ulisimamiwa naye Jean Makelele Kalajadene. Mimi ni Isaac Mulucha Ashibe. Msikilizaji, tukutane muda mwingine. Mpaka hapa sina la ziada, anasema asalamu alaykum.